Huduma ya upatanisho zamani ilikuwa kwa makuhani. Ilikuwa kwa makuhani tu. Lakini kwa kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo msalabani, nasi tukapewa huo upatanisho. Kumbe tunajifunza kwamba zamani hii huduma ya upatanisho ilikuwa haipo kwa wanadamu, ila ilikuwa kwa makuhani. Na ndio maana hapakuwa na mtu ambaye alikuwa na ujasiri wa kuweza kusogea mahali patakatifu kwenda kuomba rehema. Hapakuwa na mtu mwenye nguvu ya kuweza kusogea mwenyewe, ila badala yake kuhani ndio anayetumika kuwasilisha yale makosa au dhambi zile ambazo wanadamu wazitenda, kupeleka mbele za Mungu. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Ikiwa huduma upatanisho ilikuwa kwa makuhani tu, lakini kwa njia yake Yesu Kristo alipokufa msalabani, nasi tulipokea huo upatanisho. Ikiwa nasi tumepokea huo upatanisho, tunatakiwa kufanya kitu gani? Kama mwana wa Adamu aliamua kuja duniani kwa ajili ya roho zetu tupatanishwe, tuwekwe sawa. Je, baada ya kupokea huo upatanisho na sisi tufanye kitu gani? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huduma upatanisho ilikuwa inapatikana kwa makuhani. Naye kuhani kama alikuwa ametenda dhambi, akiingia ile sehemu kama hajajitakasa vizuri, huyo kuhani atarudi maiti. Na ndio maana walipokuwa wanaingia pale ile sehemu ya patakatifu, walikuwa wanafungiwa sijui ni vitu gani wanafunga kwenye miguu, ili akiingia pale wakitikisa mnyororo hivi zikilia, akichezesha miguu hivi wanajua kumbe bado yupo. Lakini kama sio, kama kuhani ameingia hajajitakasa, ilikuwa ni lazima atoke na jambo lolote baya limempata. Na maana kwa namna moja au nyingine, hata makuhani walikuwa muda mwingine wanaona hofu kuingia pale. Lakini lilipopasuka tu pazia la hekalu, kila mmoja akapata neema na nafasi ya kuweza kusogea pale. Kwa siku zile ilikuwa ni sehemu ile. Lakini kwa sasa kwamba kila mmoja ana uwezo wa kusogea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe.